Rais wa Marekani Donald Trump ameanzisha vita vya kibiashara dhidi ya ulimwengu baada ya zaidi ya miezi miwili ya maandalizi ya tukio kuu la muhula wake wa pili. Katika sherehe iliyofanyika katika ikulu ya White House, Rose Garden, Trump alitangaza siku ya tarehe 2 mwezi Aprili kama siku ya ukombozi wa Marekani na akatangaza kwamba angetoza ushuru bidhaa zinazoingia nchini humo ambazo hazijaonekana tangu mwanzoni mwa karne iliyopita. Trump anaamini kuwa vizuizi vya kibiashara vitawalazimisha marafiki na maadui kufanya makubaliano naye ya kifedha na ya kimaeneo. Wanauchumi wanaonya kuwa maisha sasa yatakuwa magumu kwa kila mtu, ikiwa ni pamoja na Wamarekani ambao watalipa ushuru wa kuagiza uliowekwa na Trump. Leo ni siku ya ukombozi, Trump alisema. Ni moja ya siku muhimu katika historia ya Marekani na ni tangazo la uhuru wa kiuchumi wa Marekani. Tutaifanya Marekani kuwa kubwa na tajiri tena. Nchi yetu imenyang'anywa kwa zaidi ya miaka 50. Hilo halitafanyika tena. Trump kwa amri ya kiutendaji aliweka ushuru wa kulipiza kisasi wa 34% dhidi ya Uchina, 20% dhidi ya Jumuiya ya Ulaya, 24% dhidi ya Japani na 26% dhidi ya India, kati ya nchi zingine. Nchi maskini zaidi kwa kawaida hutegemea zaidi ushuru wa forodha kuliko kodi ili kuongeza mapato. Lakini sasa Marekani itatoza ushuru wa hadi 50% nchi maskini kama Vietnam na Myanmar. Kwa ujumla hakuna nchi itakayoepuka ushuru wa Marekani kwa ununuzi wa bidhaa zao. Kiwango cha chini cha ushuru kitakuwa ni 10%. Ushuru wa jumla utaanza kutumika Aprili 5 na ushuru ulioongezeka Aprili 9. Lakini haya yote yanaweza kubadilika kama ilivyotokea mara nyingi na maamuzi ya hapo awali ya ushuru ya Trump. Alisema yuko tayari kwa mazungumzo na ikiwa mtu yoyote apendi ushuru mpya, basi atalazimika kuondoa ushuru wake. Mtazamaji, ushuru ni kodi inayotozwa kwa bidhaa zinazoingizwa kutoka nchi nyingine. Ushuru ni sehemu ya dira ya kiuchumi ya Trump. Anasema ushuru ndilo neno analolipenda zaidi. Anasema kodi hizo zitawahimiza watumiaji wa Marekani kununua bidhaa zaidi zinazotengenezwa Marekani, kukuza uchumi wa nchi na kuongeza kiwango cha kodi. Trump anataka kupunguza pengo kati ya bidhaa ambazo Marekani inaagiza na zile inazosafirisha kwenda nchi nyingine. Rais wa Marekani pia amesema ushuru unakusudiwa kuilazimisha China, Mexico na Canada kufanya zaidi katika kukomesha wahamiaji na dawa za kulevya kuingia nchini Marekani. Trump amekiri uwezekano wa kudorora kwa uchumi kutokana na sera zake za kibiashara. Wanauchumi wanatarajia ushuru kuongezeka bei za bidhaa kwa wateja wa Marekani katika bidhaa nyingi zinazoingizwa kutoka nje. Bidhaa zilizoathiriwa na ushuru zinajumuisha kila bidhaa kuanzia bia, mafuta hadi maparachichi. Kwa sababu ya ushuru, makampuni yanaweza kuamua kuagiza bidhaa chache za kigeni, jambo ambalo linaweza kufanya zile zinazopatikana kuwa ghali zaidi. Miongoni mwa makampuni yanayowekeza ushuru ni yale ya magari kutoka nje ya nchi. Sambamba na hayo, rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen amesema muungano wa Ulaya unaandaa hatua za kukabiliana na ushuru wa Trump, akisema kwamba Ulaya iko tayari katika harakati za kukamilisha kifurushi chake cha kwanza dhidi ya ushuru wa chuma na kuandaa hatua zaidi za kukabiliana ikiwa mazungumzo yatashindwa. Ninajua kuwa wengi wenu mnahisi kukatishwa tamaa na mshirika wetu mkuu, alisema. Lazima tujiandae na athari zitakazoletwa na tatizo hili. Akifunga taarifa yake, von der Leyen alisisitiza msimamo wa Ulaya. Sisi Ulaya tuko katika hili pamoja. Ikiwa unachukua mmoja wetu, unatuchukua sisi sote. Von der Leyen alisema umoja wetu ndio nguvu yetu. Alisisitiza kuwa Ulaya itasimama pamoja na wale walioathiriwa moja kwa moja, baada ya kubainisha hapo awali kuwa baadhi ya nchi zilizo hatarini zaidi duniani zinakabiliwa na ushuru wa juu zaidi. Ulaya inasimama pamoja kwa biashara kwa raia na kwa wazungu wote, na tutaendelea kujenga madaraja na wale wote ambao kama sisi wanajali kuhusu biashara ya haki na sheria kama msingi wa ustawi. Hii ni News Updates. Tumechangamka.